Lengo kubwa la kukutana katika mkutano huu ni kuona namna gani taasisi hii ya usuluhishi wa migogoro inaweza kujipanga vizuri katika kuhakikisha kwamba kadri biashara na uchumi unavyokuwa kwa kawaida na migogoro pia vilevile inaongezeka. Kwa hiyo sasa, namna gani ambavyo tunaweza kuwa na njia nzuri ya kusuluhisha migogoro au kuzuia migogoro ili kuhakikisha kwamba biashara na uchumi unakuwa vizuri. Kwa hiyo wamejikita katika maeneo makubwa matatu kuyaangalia vizuri. Kwanza, eneo la uwekezaji mkubwa wa biashara. Kama mnavyojua, malengo ya dira ya 2050 kutakuwa na uwekezaji mkubwa, ongezeko katika maeneo ya uwekezaji utakuwa ni mkubwa. Lakini kwa kadri uwekezaji unavyoongezeka na nafasi za kutokea migogoro katika maeneo hayo ya uwekezaji nayo inaongezeka. Sasa tunajipangaje katika kuhakikisha kwamba tunazuia hiyo migogoro au tunakuwa na usuluhishi mzuri wa migogoro ambao hauna gharama lakini na wa haraka sana, kuhakikisha kwamba biashara na uwekezaji inaenda vizuri. Lakini eneo la pili ambalo wataliangalia maeneo ya wanaita extractive industry, kwa maana ya kuangalia kwenye maeneo ya madini, maeneo ya mafuta na gesi, oil and gas. Sasa kutakuwa na uwekezaji mkubwa sana katika maeneo hayo ya extractive industries. Lakini wataangalia pia vile katika sekta ya ujenzi. Tumeona kwamba ujenzi nchini mwetu kila sehemu sasa hivi unapopita ni ujenzi mkubwa, ujenzi wa miundombinu na kadhalika. Sasa lakini panapokuwa na ongezeko kubwa katika sekta ya ujenzi, kupanuka kwa ujenzi, vile vile nafasi za kutokea migogoro zinakuwa ni kubwa. Kwa hiyo leo wanakutana hapa, watakaa kwa siku 3 kujadili. Siku ya kwanza leo watakuwa wanajadili zaidi mambo ya investment, lakini na kesho watajadili masuala ya mikataba ya kimataifa katika masuala ya uwekezaji, lakini watajadili pia masuala ya usuluhishi wa migogoro na namna gani tunaweza kuifanya nchi yetu iwe kituo kizuri cha usuluhishi wa migogoro. Ujumbe wangu kwa wasuluhishi ni kwamba baada ya mkutano huu, yote yale ambayo watayaona ni maazimio. Kama maazimio hayo yataenda kupelekea kubadilisha sheria, kwa maana ya ile sheria yetu ya usuluhishi, kwa maana ya Arbitration Act, au sheria zetu katika maeneo ya uwekezaji, au sheria zetu katika extractive industries, au sheria zetu katika masuala ya sekta ya ujenzi, basi wasisite kukaa na mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na tume ya kurekebisha sheria, ili kipindi hichi ambacho tunapitia sheria upya tuangalie ni mambo gani tuweze kuyaingiza.